Kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni, wacha nikwambie. Vumilieni wapendwa. Be patient. Hallelujah. Be patient. Si kawaida abada niambia kwa imani kazi. Bisi kwa mimi iko stable. Iko stable. Na kila kama mwatilia Mungu anawaambia katika gari unakuja mwenye ameauchi. Unaendelea kando leo mwana pigana kwa mudhurisho amwele kwekale ni ya shida. Waambie kama kanisa yao usinie kuona kuona yao. Tumeona kama kati yao. Ndio na convention ni chikwa wewe yao. Mwana ni wao. Haijataka mzee amekoma. Mzee anamwambia mimi sasa mapenzi. Mimi sasa ni. Lakini shida ni ya kwamba unajua kitu yote ikiingia kwa polisi. Jana nilikuwa nawaambia kama ni nyinyi wawili hiyo ingekuwa siku, lakini shida ni ya kwamba nimeingia mikononi mwa serikali. Sasa hiyo lazima kufuata mpaka dakika ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mzee mmoja hata walikuja naye mpaka hapa na akaambia tani pia sikamsho kumzee na hapo mzee alikuja mpaka kwa kuweka ndani. Jana nilipata kumwambia usiende mzee na basi mzee mpatie bond ndio wanafanya. Ndio lakini Mungu ni mzuri. Leo tuko na furaha. Nataka tukaweze kuingia katika neno. Najua kwamba Mungu atatubariki sana. Na Mungu atatuinua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno letu siku ya leo ningependa tukaweza kuendelea kwa muda ambao Mungu ametupatia. Na muda mzuri katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ya kwamba sisi ambao tuko katika wokovu lazima tujue ya kwamba kama wakati wa sasa tunaendelea kukaribia kufa na kuvuka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ambao alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na makosa yetu. Siku ya Sunday tuliona ya kwamba ni vizuri ni mambo gani unaweza timu kuwa mwana wa Mungu. Ni mambo gani unaweza kutimu kuwa mwana wa Mungu. Na tunaona mambo kadhaa wa kadha na nikakwambia kwamba tutaendelea. Na Mungu ni mzuri sababu Mungu ametufikisha mahali hapa. Sababu neno Mungu nasema ya kwamba sisi tunasema lakini Mungu anatimiza. Hivyo ni kuwatunga katika hii kutoka hii. Ndio nataka ukile sababu singependa watu wengine wapoteze na hii neno sababu ni neno mzuri, neno ambalo linajenga moyo wangu sana ya kwamba hata wewe itakujenga na itaweza kukuinua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo kimoni tuendelee katika hiyo Mathayo 5. Mathayo 5 mstari wa 43. Wacha sasa tuingie mstari wa 40 mahali tuliwaachia. Mstari wa 40 wacha nikwambie. Mathayo 5 mstari wake ni 46. Wacha tuanze 46, tuanze hapo 46 na Mungu atatupa